kwamba huna management, na siku ile nilivyokukuta live kule TikTok pia ulikuwa unazungumzia kwamba kabla haujatoka kimuziki watu kuna baadhi ya watu walikuchukulia poa, hawakuweza kukupa nafasi. Ulikuwa unatoa hiyo historia, sikuipata vizuri. Unaweza pengine ukatupa kwa faida ya yule kijana ambaye ana uwezo lakini naye anakutana na vikwazo kama ambavyo wewe ulivyokutana navyo, kwamba mtu hakuamini, au tayari wale watu ambao tayari wameshatoka wanaona tena huyu dogo vipi? Unaona, hebu unaweza ukatupa hicho kisa kilikuwaje, namna wewe ulivyotoka yani mpaka ukasimama na leo wewe mwenyewe umesimama na una jina na unafanya vizuri. Okay, kitu cha kwanza ambacho naweza kuambia watu ambao hawajafanikiwa kwenye muziki ama wanatamani kufanikiwa kwenye muziki ni kwamba wajue kwamba hakuna aliyeandikiwa kukosa na Mwenyezi Mungu. Na usije kukatishwa tamaa na mtu ambaye hajui malengo yako. Kweli. Chukua hayo maneno, lakini pia mimi namna ambavyo nilifanikiwa ni hiyo, nilikuwa na uchungu sana kwa sababu nilikuwa najaribu kuomba misaada kwa watu na hawakuweza kunisaidia. So nikapata bahati pia ya kurekodi bure huo wimbo wa Star, lakini pia nikapata bahati ya kutengenezewa video. So nilipopata zile audio na video, nilikaa na wimbo ndani for 2 months. Miezi miwili nimekaa nao ndani, nilikuwa natafuta exclusive kubwa kwenye TV ama kwenye radio kubwa. So nilikuwa napambana naenda kwenye radio zilivyokuwa na siasa, zilivyokuwa na mambo mengi na ipata vizuri. Na kupata vizuri sababu unajua miaka 15 iliyopita nilikuwa nikifanya kazi pale ITV Radio 1, nilikuwa Radio 1 pale. Unajua zile yako, unajua fitna za kwenye radio station, kwenye industry jinsi zilivyo na hali ya sasa hivi sijui ilikuwaje tupe mpasa. So nilikuwa naenda kwenye radio na kwa sababu nilikuwa sijulikani, mimi nilikuwa nasimamia ndoto yangu. Nilikuwa na uamini wimbo wangu kwamba una content ya tofauti. Na katika vitu ambavyo vimeniokoa kwenye muziki ni Mungu, ngoma kali, nidhamu, kujituma na uvumilivu. Hivyo vitu vitano ambavyo ndio vimeniokoa kwenye muziki. Una nidhamu sana. Nashukuru sana. Kwa hiyo nilipofika nilikuwa naenda kwenye radio mbalimbali. Kama hivyo umehitaja hapo maeneo ya ITV. Nimeenda sana pale. Unasimama nje pale kwenye ukuta kwanza. Ndio walikuwa wanasimama. Na baadaye walinzi walikuwa wananitoa, wananiambia hapa sasa hivi kamera zinakuona. Nenda kule mbali. Na kila siku sababu walikuwa wananiambia weka hapo wimbo kama mzuri utachezwa, lakini mimi nilikuwa sitaki kwa sababu nyimbo nyingi na nilikuwa napata historia zinawekwa na baadaye zinapotea. Kweli, CD inawekwa pale by reception. So nikawa narudi mara nyingi mpaka miezi ikafika mingi na watu wakaanza kunijua. Jina langu limeanza kuwa kubwa kabla ya wimbo wangu kujulikana kwenye media. So kila radio walikuwa baadaye walinifanya kama kituko kwamba ndugu wewe unataka nini? Mimi nataka interview labda XXL ama nataka interview Friday Night Live. Na wananicheka. Sehemu nyingi walikuwa wananicheka kwamba wewe utapataje interview na msanii hujulikani na nini, interview kubwa kama hizo huwezi kupata na nini. Kwa hiyo nataka rushwa amna lot. Kwa kila mara nilikuwa narudi tena. Mwisho wa siku kuna mtu mmoja sitomsahau ndio wa kwanza kunisikiliza, anaitwa Dickson Msami. Dickson Msami. Yeye ndo mtu wa kwanza kunisikiliza. Wewe niambie exactly unataka nini? Sababu unaambiwa uweke nyimbo na hutaki kuweka na nini. Unataka nini? Nikaambia brother, mi idea yangu ni ya tofauti na naamini itafanya vizuri nikipata kipindi cha FNL. Baadaye akasikiliza wimbo wangu sababu hakuna mtu ambaye aliwahi kunipa chance ya kusikiliza wimbo wangu katika radio zote nilizopita. Ndio yeye akanipa sikio. Akasema Hiyo kwa radio gani Msami? East Africa. East Africa. So akaanza kunisikiliza na akaniambia wewe ni hatari. Pia mtu ndani alikuwa anaitwa Big Man Kim. Akampigia akamwambia kuna dogo hapa nje anaitwa Phobia. Akamwambia huyo dogo msumbufu mchafu achana naye, huyo msumbufu sana na nini, umeona. Kwa hiyo lakini baadaye akawa
amemwambia tumepokea mishahara jana, ukitoka nje kuja kumsikiliza udogo kama wimbo wake mbaya nitakupa 50,000. Akaambia mimi natoka nje na kuja kumsikiliza. So alipokuja nje kunisikiliza akanishika kichwani akaniomba msamaha, akaniambia nimekutukana sana, I'm so sorry, huu wimbo ni mkubwa sana. So baada ya hapo ikapigwa simu ndani kwa Malcolm, siwezi kusahau chochote. Akapigiwa Malcolm kuulizwa wanakuja nani na nani Ijumaa. Akataja, akaambia muongeze Fobi, na yeye naye akaanza kukeja, huyo dogo msumbufu tumemwambia aweke wimbo hapo na nini. Kwa hiyo ataki, yeye anataka tu wimbo sio nini. Akaambia wewe muweke hapo anakuja FNL Ijumaa. Akamwambia hamna, ataongea nini, mmeshaongea na Samisago, mmeshaongea naye, atakuwa apendi watu wapya na nini. Lakini at the end of the day nikapata, na ndipo safari yangu ilipoanza pale. Baada ya kile kipindi, so presenters wote walikuwa wananipigia simu nikiwa mdogo kabisa kwenye yani hiyo historia kiukweli kwanza inasikitisha, lakini pia inakupa moyo katika maisha. Kuna neno linasema usimdharau usiyemjua, unajua zile kabisa, na kabisa. Hiyo historia yako inaweza nikazungumza kwa historia yangu mimi. Diamond, nakumbuka mimi natoka kwenye kipindi, nilimkuta naye amesimamishwa pale pale pembeni, unakusema wewe kwenye ukuta, watu wanaingia kwenye kile kimlango pale, anasukuma ameshikilia CD. Umeona Diamond Platinum ilikuwa mwaka 2010 ameshikilia CD, lakini hapo alikuwa kaishatoka na kumwambie kaishatoka, lakini ndio vile ndo anaitembeza sasa kwenye radio mbalimbali, yani kila anayemanake yeye mwenyewe. Yani ndio maana mimi mpaka leo ile jamani nikiona kuna watu wanamtusi au wanamchukulia poa, mimi wa watu siwakubali, unajua zile. Na mimi ni shabiki wa ile jamaa namba 1 kwa sababu mimi mwenyewe nimekanishikisha CD. Sijui unanielewa, na sijui hata kama yeye mwenyewe anakumbuka. Unaona? Yani anashikisha, yani alikuwa anaenda kwenye radio anasubiri watu pale, wewe unafanya kazi hapa, ndio chukua hii hapa CD yangu. Yani kashikilia CD hivi, unajua alishikisha kavaa pale, anaona aibu, kavaa miwani, anajificha, akiona mtu kwanza anageuka hivi nini, umeona, akiona kama watu mnazungumza, mimi nakusikia CD yangu naomba nicheze. Sasa watu sisi tunamjua sasa, wewe ndio Diamond, mambo vipi CD ni vile, unafanya kazi gani? Tunafanya, chukua hii hapa CD yangu basi, kama vipi nicheze na watu unawajua hivyo. Na tukawa na hivyo. Kwa yule jamaa, yani hayo mapito ambayo umepitia, hizo hasa ambazo wewe umepitia, maneno na nini. Imagine, na hapo alikuwa tayari kashatoa nyimbo, lakini bado kulikuwa kuna ule ugumu, unajua zile watu wanataka kunini mpaka kumshikishe hela sijui nini, na inakuwa sio poa, kwa sababu tunaua vipaji vya watu wengi. Imagine kama ungekata tamaa leo, tusingekuwa na Fobi. Kweli kabisa. Tumezungumza mengi, na una chochote pengine cha kumwambia msikilizaji, kwa sababu unasikika Afrika nzima, una lolote la kumwambia msikilizaji, na chochote tu kile ambacho ungependa kumwambia, na kama kufuatilia nyimbo zako unaweza kutuelezea pia platform zako za kuweza kukupata, kukufuatilia na vitu kama hizo. Kwanza mimi nashukuru kupata nafasi Channel Africa, na naweza kusema asante sana. Na mtu yeyote ambaye anaweza kutaka kufuatilia, mimi Instagram natumia Fobi Official, na kwenye digital platforms kote natumia Fobi Official, FOBYOFFICIL, Fobi Official kila sehemu, YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, kote, Instagram, TikTok, kote natumia Fobi Official. So ukinifollow huko ndo kuna email zangu pia, kuna kila kitu, namna ya kunihitaji kama unanihitaji kwa jambo lolote, uandishi wa nyimbo, sijui vitu gani, unaweza kunitafuta kwenye hizo pages zangu ambazo za Instagram, TikTok, hata YouTube pia. Ukiingia kuna details ambazo zipo za kunipata mimi. Kwa mimi nawashukuru sana, na waendelee kusupport good music. Kabisa. Fobi, mimi nikushukuru sana kwa kuweza kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na Channel Africa idhaa ya Kiswahili ni nyumbani. Kwa hiyo usisite, ukiwa na jambo lako lolote tuambie, na sisi tutaweza kukushika mkono pale ambako tunaweza na kusupporti, kuweza kukupa nafasi ya wewe kuweza kusikika na vitu kadha wa kadha. Mimi nikushukuru sana, na nikutakie kila laheri katika kazi zako za muziki. Amina. Nashukuru sana, na ubarikiwe sana 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 sana. Mwenyezi Mungu akuongoze na waongoze wote. Amina. Asante sana. Na msikilizaji wa Channel Africa, huyo alikuwa ni Fobi, na umetoka kumsikiliza hivi punde, na amini kabisa umefurahi. Na tayari Madapiri yuko hapa aweze kutuambia amekuandalia nini katika Imalonji.
Ineto ayamandire bwino ndipo ndabwera ndi nyimbo zochokera maiko ngati South Africa, Zimbabwe, Senegal, Nigeria komanso ndi ena pamenepa komanso yamusauloti timakhala ndi nkhani pamene Alex Nkhuku atatipatse komanso malonje kochokera kwa anthu otimvera. Ndani ngoti asante sana Mshekifu. Asante sana Mada Pili. Na msikilizaji, kama ulivyoweza kumsikia, utakutana naye hapa saa 1 kamili kwa saa za Afrika ya Kati na saa 2 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na sasa tukapate burudani kutoka kwa mgeni wetu kwa siku hii ya leo, Phobia akiwa amemshirikisha Karin na Ibra, Nation wakikuambia Kitanda.